الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Tuko katika kisa Mtume Yusuf na ndugu zake. Yusuf aliota ndoto kuwa ameona nyota 11 zinamsujudia, na mwezi na jua pia vyamsujudia. Hakuwa ni mwenye maarifa ya ndoto hiyo, ila alirejeza kutaka kuelewa kwake kwa mzazi wake, yaani baba yake, nayo ni dalili ya mwana mwema apatikanapo na jambo, wa kwanza wa kumshauri ni baba. Wa kwanza wa kumshauri ni baba, kwa kuwa ndiye mlezi wake, msimamizi wake, mshughulika naye. Basi tatizo na mengi yatakikanayo, marejeo yake ni kwa baba. Mwana mwema kufikiria hayo ni kumrejea baba. Dalili ya kuwa mwana ni mwana mwema, shida yake amemrejelea nayo mzee wake, babake. Amemweleza baba alivyoota ndoto. Baba naye alivyokuwa baba mwaminifu, baba naye alivyokuwa baba mkweli, kamwambia mwanae, wewe hiyo ndoto
usisimulie kwa wenzako. Wewe hiyo ndoto usiseme kwa ndugu zako, bali wewe nyamaza kwa hiyo ndoto hivyo hivyo mpaka atakapoleta ufunuzi wake Mwenyezi Mungu. Ndiyo sasa anasema Mwenyezi Mungu, laqad, hakika bila shaka, kana fi Yusufa wa ikhwatihi, ilikuweko kwa mtume Yusuf na ndugu zake, imekuweko nini? Ayatun, mazingatio. Ayatun, mauidha. Ayatun, mwongozo. Lisaili, kwa wenye kuuliza habari ya hao watu ilikuwa namna gani. Wale wenye kuuliza Yusuf na baba yake na ndugu zake hali yao ilikuwa namna gani? Baba ya Yusuf na nduguze Yusuf na Yusuf hali yao ilikuwa namna gani? Nduguze Yusuf na baba yao hali yao ilikuwa namna gani? Wale wenye kuuliza hayo maswali kwa kutaka kujua mambo, hao wanaotaka hivyo bila shaka watakuwa na mazingatio mazuri, watakuwa na fikra nzuri, watakuwa na mawaidha yenye mwongozo. Watakuwa na mawaidha yenye nini? Yenye mwongozo. Mzungu hapa anahakikisha nini? Hayo kisa ya Yusuf inayo nini? Mwongozo. Inayo nini? Mawaidha. Inayo nini? Inayo mazingatiwa ya kuongoza fikira katika ukweli. Mazingatiwa yanayoongoza fikira katika nini? Katika ukweli. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ, kumbuka pindi walipokusanyika nduguze Yusuf. Kumbuka pindi walipokutanika nduguze mtume Yusuf. Kumbuka pindi walipojumuika nduguze Yusuf. Kumbuka pindi walipofanya meeting nani? Nduguze Yusuf. Kumbuka wakati walipofanya meeting, ajenda yake nini? La Yusuf. Qalu, walisema la Yusuf. Ajenda ya meeting ilikuwa ni Yusuf. Uzungumzi wa mkutano ulikuwa Yusuf. Kiini cha mkutano ilikuwa Yusuf. Qalu, wameanza kusema nani? Nduguze Yusuf. Wamesema la Yusuf, hakika bila shaka huyu Yusuf wa akhu na nduguye Binyamin ahabu ila abina, wao ni wenye kupendwa sana kwa baba yetu. Yani baba yetu anampenda sana Yusuf na Binyamin. Hao wawili, ndugu moja wawili hawa wanapendwa sana na baba. Ila abina, minna, kuliko sisi. Minna, kuliko sisi. Minna, kuliko sisi. Hao ndugu zetu wawili
Yusuf na Binyamin wanapendwa sana na baba kuliko sisi. Hicho ndicho nini? Kiini. Jazakallah khair. Kiini ya mkutano, ajenda ya mkutano, topic ya mkutano. Yusuf na Binyamin wanapendwa sana na baba kuliko sisi. Mkiona mpaka hapo, mnaona kitu gani? Mkiwa waonaji, mnaona nini? Kantukum kain la kadiba kantukum fogo tukum kain su. Tukiona tunaona husda imeingia hapa, tukiona tunaona fundo imeingia hapa, tukiona tunaona hikdi imeingia hapa, tukiona tunaona uchuki umeingia hapa. Yusuf na Binyamin hawa wawili hawakutukana ndugu za wale wengine, bali hao ndugu wakubwa hawa, wanaona hawa ni kupendeza, wanapenda sana baba kuliko sisi. Na hawa Yusuf na Binyamin wadogo, na hawa watoto wengine hawa kwa watu wazima wakubwa, watu wazima wakubwa. Tena isitoshe, mama yake Yusuf na mama ya Binyamin walikuwa wamefariki, watoto mayatima hawa, wamesalia na baba Yakob. Sasa wafanyweje? Huruma ya baba, watoto wangu wachanga wamekosa mama. Hayo tu ndio linafanya Yusuf ausudiwe na ndugu ya Binyamin. Sasa hao ndugu wakubwa wanasema nini? Wanasema kuwa la Yusuf, hakika bila shaka huyu Yusuf wa akhihi, na nduguye, ahabu ila abina, wa akhuhu, na ndugu yake, ahabu ila abina, wao ndio wenye kupendwa sana kwa baba yetu minna kuliko sisi. Wanahnu usba, na sisi tu wengi. Wanahnu usba, sisi tu nini? Tu wengi. Hao ni wawili peke yao, na sisi huko ni 10. Sasa baba anawacha majority, amekwenda kwa minority. Baba ameacha wengi, anakwenda kwa wachache. Baba huyo nini huyo? Baba huyo inna, ona wanakata kesi sasa. Inna, hakika bila shaka, abana, huyu baba yetu huyo. Sasa watoto wanakata kesi kwa baba, watoto wanamhukumu baba, kesi ya baba sasa inamalizika. Inna, hakika bila shaka, abana, baba wetu huyo la fi dhalali, yumo katika makosa. Kakosa baba kwa kuwapenda hao ndugu zetu wawili Binyamin na Yusuf. Tena kosa la baba dalali mbinin, kosa iliyo wazi wazi kabisa, kosa ambalo halikusitirika kwa jambo, bali inaonekana wazi kwa wapenda hao wawili. Na Yusuf ile huruma tu ya mzazi kwa watoto wadogo waliofiwa na mama. Tena hawa wakubwa hawa watu 10 hawa walikuwa mama yao, walikuwa watoto 7 miongoni mwa hao watoto 10, 7 mama yao ndio moja. Alafu
huyo Benyamini na huyu nani Yusuf mama yao mbali, na wao wengine waliosalia vile vile mama yao mbali, mama yao mbali. Sasa ndio baba huyo mtoto mchanga, watoto wachanga, huruma ndio imempelekea kwa vile. Lakini watoto wako wameona hiyo ni nini? Hii ni upotovu. Yaani baba huyu kakosa, huu ni makosa aliyofanya Yusuf. Lakini hilo silo kosa, hilo silo kosa. Mtu hawezi kumiliki penzi lake. Na ndio tunapokuwa tuna watoto, na bila shaka sote tu mababa, na bila shaka sote tu wazazi, tukae tukijua kufadhilisha baadhi ya watoto inarithisha husda, kutukuza baadhi ya watoto inarithisha fundo, kudhihirisha pendo baadhi ya watoto inarithisha uchuki baina ya watoto. Hayo tunaambiwa sisi kina nani? Wazazi. Tuna watoto, kuna wale miongoni mwa watoto tunawapenda na tusiowapenda. Nikisema hivyo ndio tabia ya kibinadamu. Nikisema hivyo ndio tabia ya kinini? Ya kibinadamu. Lakini hatari, inayo hatari ndani yake. Basi kufadhilisha baadhi ya watoto imo ndani yake nini? Hatari ya kurithisha kwa watoto uchuki, watachukiana watoto na wakiana fundo watoto na watoto hawatapendana. Nitarithisha nini? Maafa. Nitarithisha nini? Maafa. Hata kutengana wanaweza kutengana, hata kuhudhuriana wanaweza kuhudhuriana, na katika kisa hiyo utaona maafa. Aya, qala alayhi salatu wassalam, Mtume salawatullahi alayhi wasallam amesema, ittaqullah wa'dilu baina awladikum. Ittaqullah wa'dilu baina awladikum. Ittaqullah wa'dilu baina awladikum. Ittaqullah, mcheni Mwenyezi Mungu, ogopeni Mwenyezi Mungu, wekeni maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo, mjitenge mbali na makatazo aliyokataza Mwenyezi Mungu. Ittaqullah, mcheni Mwenyezi Mungu kwa kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo na kujitenga mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Huko ndiko kumcha Mwenyezi Mungu. Ittaqullah waadilu, na nyinyi wazazi kuweni waadilifu. Baba na mama, waadilu, kuweni waadilifu. Waadilu, kuweni waadilifu, yani watu wa kusimama wima barabara, watu wa kusimama sawa sawa, baina auladikum, kati ya watoto wenu. Dhihirisheni uadilifu kati ya nani? Kati ya watoto wenu. Ukimpa huyu peni, huyu mpe peni. Ukimpa huyu sumuni, umpe sumuni. Ukimpa huyu shilingi, umpe shilingi. Ukimpa upande la kati, umpe upande la mkate. Namna hiyo. Na ukimpa huyu silasi mzima na umpe nusu, unarithisha nini? Uchuki. Unarithisha nini? Uchuki. Umenunulia huyu kiatu ya ngozi na wewe umenunulia raba. Uchuki. Uchuki.
Rasul sallallahu alaihi wasallam sasa anatufunza adabu ya nyumbani, kukaa na watoto. Wazazi wanakaa nyumbani na watoto, ukana kwamba sisi hatujui kukaa na watoto, tunajua tu kuzaa. Sisi tunajua nini? Kuzaa tu, lakini kukaa na hao tuliowazaa hatuna habari nayo. Ndio Rasul anatuambia ittaqullah, nyinyi waumini, nyinyi watu wa Islamu, nyinyi mcheni Mwenyezi Mungu, ogopeni Mwenyezi Mungu kwa kuweka maamrisho Mwenyezi Mungu katika vitendo na kujitenga mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ya kwanza. Ya pili nini? Waadilu, kuweni waadilifu baina auladikum, kati ya watoto wenu. Kuweni watu wasawa kati ya watoto wenu. Na isitoshe, baada anatoa nasaha Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasaha nyingine anatuambia sisi wazazi kuwa idilu baina auladikum fi an-nuhl kama tuhibbuna an yadilu bainakum fi al-birri wal-lutf. Sallallahu alaihi wasallam amesema idilu, kuweni waadilifu baina auladikum, kati ya watoto wenu, fi nuhli, katika vipawa. Katika vipawa mnavyowapa watoto wenu, mwape vitu. Kwa nini? Kwa sasa huyu umemnunulia kavesti na huyu kabili kavesti, huyu umemnunulia t-shirt na huyu ka t-shirt, huyu umemnunulia kasoksi na huyu kasoksi vile vile. Usisema sushi huyu bwana hajatoboka, basi kwa hivyo hana haja ya dini. Akili hiyo itakurithishia nini? Taabu na shida. Itakurithishia nini? Taabu na shida. Basi ndio Rasul anatufundisha sasa namna ya jinsi ya kukaa na nani? Na watoto wetu. Anatuambia idilu, kuweni waadilifu baina auladikum, kati ya watoto wenu, fi nuhli, katika vipawa, vitu mnavyowapa, mwape kwa usawa. Kama tuhibuna, kama mnavyopenda nyinyi, ayadilu bainakum, kama nyinyi mnavyopenda watoto wenu wafanye uadilifu kati yenu, na nyinyi vile vile fanyeni uadilifu kati yao. Je, wewe baba unaonaje? Mtoto kaja huko sasa leo tarehe 31 katoa kapuchi na mlio mfukoni, kakupa wewe shilingi 100, baba nunua sukari. Katoa 200, kwamba mama kaya nunua kaunga. Baba unaonaje wewe? Ito baba takai. Unasemaje wewe? Mtoto Mwarabu amemili upande wa mama yake, amelisahau. Ndipo bwana, sadaka Rasulullah, sadaka Rasulullah. Tumekasema kweli. Akifanya hivyo mwana, kwenye macho yako utamlani huyu mwana. Utamlani, hana adabu huyu mwana. Nimemwangaikia, nimemtumikia na nini. Leo amekuja kumfadhilisha mama yake kushinda mimi. Amempa mama yake shilingi 200 na mimi amenipa 100. Hana adabu Mwenyezi Mungu. Ndio Rasul anatuambia idilu baina auladikum, fanyeni uadilifu kati ya watoto wenu, fi nuhli, katika vipawa. Hivyo vipawa mnavyopeana watoto wenu, kompa huyu kobole, mpa huyu kobole, fanyeni kwa usawa. Kama tuhibuna, yani kama mnavyopenda wafanye uadilifu kati yenu, wewe baba na mama. Fil birri, katika wema, wal lutfi, na katika huruma na upole. Sasa Mtume ameshatuweka kwenye rini, salawatu Allah, kwenye rini ya kuwa na adabu nzuri ya kutengeneza nyumba, ya kuwa na adabu nzuri ya kulea nyumba, ya kuwa na adabu nzuri ya kukaa na familia, ya kuwa na adabu nzuri ya kukaa na jamii na jamaa, na kulea jamii na jamaa. Ndivyo hivyo.
Ndivyo hivyo. Kwa hivyo hayo anayoelekeza kwa hiyo Rasul sallallahu alaihi wasallam ni neema, ni neema. Basi idh qala, kumbuka walipokutanika nduguze Yusuf wakasema kwa pamoja, la Yusufu, akabla shaka Yusuf wa akhuhu, na nduguye Binyamin, ahabu ila abina, wao ni wenye kupendeza, wenye kupendwa sana kwa baba yetu, minna, kuliko sisi. Sasa adui ya hawa watoto na baba yao juu ya nini? Ya kule kupendwa. Wamenyimwa haki yao ya nini? Ya kule kupendwa. Wanahnu usba. Tena kosa la pili, wameona hawa watoto kwa sisi tu wengi. Na dunia yenu hii ni dunia ya demokrasi. Dunia yenu hii ni dunia ya nini? Ya demokrasi. Ya demokrasi. Demokrasi, wingi wa sauti ndio washindi. Wingi wa sauti ndio washindi. Sasa wengi wakisema pombe ni halali, basi imekuja shida. Hawa wawili wanasema pombe ni haramu, wameshindwa. Sungine niliwaambia hapa, tuende kwa dio huko, mkutano ulikuwa huko juu ya kuharamishwa pombe kibira au iacho. Ilikuwa zamani wakati wa bado yule president wa kwanza alikuweko, ilikuwa ikiulizwa kila mwaka, mna bado mnataka kuendelea pombe iwe mitaani kwenu au hamtaki? Swali waliitwa wazee ene nao si habari imetoka kubwa huko, niwaulize, napendelea bado pombe endelee kutumiwa kibira au hapana? Mzee marehemu Mzee Ahmed, Allahumma ighfir lahu warhamhu, haya mzee, mheshimiwa, pombe ni haramu katika dini. Mwenyezi Mungu amekataza, hata kitabu cha dini yetu imekataza. Na isitoshe hiyo pombe imeharibu wanaume wengi, wamesahau nyumba, imeharibu wanawake wengi, wametoroka nyumba, imeharibu vijana wetu wengi, wamesahau kusoma na nini na nini. Kwa hivyo naomba pombe pigwe marufuku. Sasa kidemokrasia sekonda, nani sekonda yake? Kuna maneno ya kiserikali yanazungumzwa huko, na wapi sekonda? Sekonda msima marehemu Juma Aliko, wote hao wazee wa warehemu wamesimama. Mimi Juma Musa na Muunga, mtangulizi wangu aliotangulia, hicho kitu nataka pigwa marufuku. Haya inafanya mitaa isiwe na amani na nini na utulivu. Kidemokrasia inatakiwa nani sasa? Opoza. Opoza. Na Opoza alikuwa Muislamu. Na huyu Muislamu sitaki kuwa wapi. Na Mwenyezi Mungu amrehemu. Na amefariki vile vile. Akasema ndio watangulizi wangu waliotangulia wote wamepinga hiyo pombe hizi. Tumia pigwa marufuku. Lakini mimi napinga fikra yao. Uchumi mkubwa wa Kenya niyo pombe. Ushuru mkubwa inapotikanwa kwa dola, ushuru wa pombe. Na wafanyakazi wengi wanaolipa ushuru na wanaositirika kwa dini wafanya kazi katika hiyo pale pa pombe. Bruni
kufanya kazi katika pombe. Kwa hivyo napinga fikira ya hao watoto wangapi wanasoma, watoto wangapi wana nini, watoto wangapi kwa pesa zile zinazopatikana kwa hiyo njia hapo. Amekaa Sekonda alikuwa bibi mmoja kwa hapa, alikuwa na baba karibu na wale sehemu hapo Korea nene na mne. Bibi amesimama, mimi namuunga huyu mzee mkono, maneno sema kweli. Hawa wanaume wanasema tu ipigwe marufuku, hawajui shida ya nyumbani. Akitoka asubuhi hajui mtoto atakunywa chai na nini, saa 7 hachi kitu, atakula kitu fulani, usiku yuaja saa 3 saa 4 amekuta mtoto ameshalala. Mtu huyo anajua kitu gani? Na ndio sasa sisi tutachukua permit hapa kutegeza pombe, kutegeza nini, kutegeza nini hizo, ili tupate kuelimisha kwayo watoto wetu. Sasa baba huyu mtoto anafukuzwa huko skulini, uniform mbaya, anakwenda kwa baba kule town, aende anakuja kwa mama. Sasa mama kama sina vijipesa vidogo hivyo vya pombe, atasomaje? Hawezi kusoma. Kwa hivyo napinga fikira hiyo. Ndio amesimama sawa. Sasa pande mbili zote mmeshasikia rai zao na fikira zao. Sasa mzee mimi simama kwa upande wa kulia wangu, na huyu mzee mwingine simama upande wa kushoto. Sasa wenye kumunga mkono Adamedi ndio nyuma ya Adamedi, wenye kuunga hapa ndipo siku ya kupendeka. Hapa ndipo siku ya kunini? Ya kupendeka. Haya, tumeenda tuliokwenda nyuma ya mzee Adamedi, tumesimama. Wameenda nyuma, wameenda mzee mwingine nyuma yake waliokwenda. Ndio amepanda juu ya meza, ndio amepanda kwa ofisini juu ya meza. Anaona Adamedi, wewe bado unataka isabiwe namba? Kwa nini aniuliza hiyo? Kwa wengi kwa ameona Adamedi ameshindwa. Huyo anapiga pombe ameshindwa. So Adamedi bado unataka isabiwe waungaji mkono? Mzee Adamedi amenyamaza, hakujipisha kitu. Sasa isabiwe saji ndio hiyo chifu. Haya, isabu moja mbili. Adamedi 63. Huyu mzee mwingine 231. Haya, dini nimesema pombe haramu. Mwenyezi Mungu amesema nini? Haramu. Lakini watu wamesema pombe halali. Demokrasi sasa wanapo dunia yenu. Hii ni watu wa dunia. Tazameni, demokrasi sasa nani ameshindwa hapa? Mwenyezi Mungu ameshindwa. Nini? Hata nimewaambia watu. Nini? Mbona kama mngeona Mwenyezi Mungu ameshindwa, lakini leo umeona Mwenyezi Mungu ameshindwa. Umeona leo Mwenyezi Mungu ameninua. Sasa Adamedi, mambo yanakwisha. Kesho kutwa mimi naandika report kupeleka kwa ofisi kwa bado
mwataka pombe iendelee. Kibira ndio hata mpaka wa sasa. Ndio sasa hiyo majority na minority hii, watoto wa Yusuf, watoto wa Yakubu. Sasa watu wao wengi kweli, wao wengi. Sasa baba yao wafuate wingi wao katika kosa, hawezi kupata huko. Hebu sikia hiyo maneno yao. Idhikalu, hao watoto wa Yakubu walipokaa wakasema la Yusufu, kabla shaka Yusufu akhuhu, na ndugu yake, ahabu, ni wenye kupendeza mno, ila abina, kwa baba yetu, minna, kuliko sisi, wanahnu usba, na sisi tu wengi. Unaona hoja yao nini? Sisi tu wengi, sisi tu majority, na majority ndio wanaofaa kuwin kidemokrasi, lakini sio kihaki. Kidemokrasi lakini sio kihaki. Kidemokrasi ndio sio, lakini si kihaki. Haya, wananosma na sisi tu wengi, wakakata kesi kidemokrasi, wakasema nini? Inna amana, hakabila shaka baba yetu na fi dalali, yumo katika makosa. Kosa mubini, kosa iliyo wazi wazi kabisa. Kesi ya Yakubu imekwisha. Yakubu sasa amekosa. Sasa watu ambao wao si watume wa Mwenyezi Mungu ndio wanamhukumu mtume wa Mwenyezi Mungu. Wamemweka mtume wa Mwenyezi Mungu. Na watume wa Mwenyezi Mungu wote wanasema hao maasumi. Unaona? Hao maasumi ikiwa wamesema tu. Haya. Sasa ikiwa Yesu amependwa namna hiyo na ndugu yake, tufanyeje ingine tena? Tumeshapata mzee ni makosa, bado meeting inaendelea au imekwisha? Meeting inaendelea. Meeting inaendelea, anasema nini? Uqtulu Yusuf aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum وتكونوا من بعده قوما صالحين. Anasema Mwenyezi Mungu, hawa watoto wamesema nini katika mkutano wao? Sasa judgment ya baba imefanyaje? Imeshamalizika. Baba ni nini? Ni mkosaji. Sasa twende kwa Yusuf. Hukumu iliyoko sasa, uktulu Yusuf. Mmoja wao amesema huyu Yusuf aliyetuletea haya matatizo yote, muweni. Mfanyaje? Mumuue. Rai yake kwanza. Rai ya pili, awitrahuhu, au mumtupe huyu Yusuf arban, katika ardhi ya mbali, sio na watu, sio na mijengo, mwitu, msitu, mtupe ardhi. Mkishafanya hivyo, mkimuua au mmemtoa nje ya mji, mkamtupa huko, yakhlu lakum wajhu abi, yakhlu, itageuka kwenu nyinyi uso wa baba yenu, au itatakasika kwenu nyinyi uoni wa baba yenu, au itasafika kwenu nyinyi uso wa baba yenu. Yani sasa baba yenu atageuza uso wake kwenu kwa mapenzi, kwa kuwa yule mpendwa wake ameshafanyaje? Kwa hayuko tena. Kisha baada ya hapo mmemua au mmemtorosha mijini, hayuko tena. Utafanya hivyo, watakunu, kisha mtakuwa nyinyi baada ya kusha kumua na kumfanyia hayo mlioyafanya, mnataka kufanya, mtakuwa nini? Qauman salihin, kundi la watu wema. Kundi la watu nini? Wema. Unaona? Hawa wanapanga nini? Tumwasi Mwenyezi Mungu.
Lakini baada ya kushatimiza maasi yetu kumwasi Mwenyezi Mungu, alafu tutamfanyia Mwenyezi Mungu hiyo toba. Ona akili namna hiyo, ona akili namna hiyo. Tufanyeje? Tuue. Alafu baada ya kuua tutafanya toba, tutasamehewa. Hiyo kosa umefanya kwa makusudi. Hiyo kosa umefanya kwa nini? Kwa makusudi. Tuwe, alafu tutafanya toba. Kosa makusudi. Au tumtoroshe huyu mwana, tumgurishe huyu mwana kutoka katika mji, tumpeleke huko msituni jangwani. Hili ni kosa la makusudi. Kosa la nini? La makusudi. Ndio wanaambizana wao, ndio tufanye hivyo, alafu baadaye tutafanya toba. Tukifanya toba tutakuwaje? Watakunu, mtakuwa mimbadi baada ya kufanya hivyo, tukafanya toba, mtakuwa kauman salihin, mtakuwa watu wema, watu wazuri baada ya kufanya toba. Na hawa watoto vile wao ulama wanakatiza kesi yao wao wenyewe, na miongoni mwao kuna wajuzi wenye maarifa, ring leaders, wanajua koseni kwanza, mkishakosa mtaomba msamaha. Sawa? Hali Mwenyezi Mungu anasema innama tawbatu alallahi lilladhina ya'maluna su'a bijahala. Toba anayokubali Mwenyezi Mungu ni kwa wale waliofanya makosa kwa ujinga. Sasa mimi na wewe tuwe na kosa, alafu toba. Kweli namna hiyo? Sio kweli, sio haki. Ai, meeting bado yaendelea. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabati al-jub yaltaqituhu ba'du as-sayyara in kuntum fa'ilin. Misi yaendelea bado. Moja miongoni mwa ndugu zetu, wao kwenye meeting watu wafanyaje? Kubadilishana maoni. Sawa? Yeah. Watu useme jana, useme. Kila mmoja anajua mkono kwa chairman. Kwa chairman ampe ruhusa aseme. Sasa mwingine naye anachukua kiti cha kusema. Anasema mwingine kana. Wamesema, kana amesema. Qailun msemaji. Unaona? Msemaji miongoni mwa wale ndugu zetu amesema. Amesema nini? La taqtulu Yusuf. Huyu Yusuf kama ilivyotolewa rai hapa auawe, lakini mimi rai yangu la taqtulu, msimuue. Meeting inaendelea namna hiyo. Baba, kama hujafika kwenye meeting inafanywa namna hiyo. Sawa kabisa. Wewe unasema nini? La taqtulu Yusuf. Huyu Yusuf msimuue. Walquhu, anatoa na nini? Anatoa rai yake na anatoa hukumu yake. La walquhu, msimuue lakini mumtupe. Mumtupe fi ghayabati al-jubi, katika kina ya kisima iliyo na jiwe, kina cha jiwe la kisima kule chini kabisa, mtupe huko ndani ya kisima. Mtupe huko kwenye kina cha kisima, basi hata kuna maji huko, hata malizika. Au akipata lile jiwe amesimamia juu kwenye kina chenye jiwe, akasimama juu ile jiwe. Ghayaba ni kina cha kisima, aljub kilicho na mawe ambayo maji haikufikiria, basi mtupe kwenye ile jiwe juu, mwache hapa kisimani. Yaltaqituhu ba'du sayyara, yaltaqitu, watamuokota huyu Yusuf. Ba'du sayyara, baadhi ya wasafiri pindi wanapotaka maji, wakija kuchota maji huko, watamuokota Yusuf huyu, mtupe kwenye kisima huko, basi
in kuntum fa'ilin, mkiwa mnataka kufanya jambo la kufanya, hayo ndio mimi naona mzuri mfanye. Ndugu zake wote hawa walikubaliana na hiyo fikra. Walikubaliana nini? Hiyo fikra, kumondosha mjini, kumtorosha mjini, tusifanye bali tumtupe kisimani. Haya, wakamtupa kwenye kisima, wakampeleka huko na wakamfanyia kadhala fulani, wakamtupa kwenye kisima. Katika kuteremka kwake, materemka mkono kupata jiwe huko, Mwenyezi Mungu ashakuwekea tayari la kusimamia. Mtu wa Mwenyezi Mungu huyu si mtu wenu. Mtu wenu hamwezi mwataka kumua, hamkuweza. Mtu wenu hamwezi kuwa mwataka kummaliza, hamkuweza. Msabu mkutia jabali kule tayari kupika juu lile jiwe. Amekaa kwa kisimani, ndani ya hiyo kisima muda wa siku 3. Kwa kisimani muda wa siku 3. Basi sasa miti imekuja, yaliyosalia jioni tena ni nini? Katika kuzungumza kwao umeanza kusema, mwambia baba, miti yao imekuja, wamepanga walioyapanga kama hivyo. Kalu, umefika nyumbani, kalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ewe baba yetu, malaka, mbona wewe la ta'manna, kutuamini sisi, ala Yusuf, juu huyu Yusuf ndugu yetu, tunampenda, tutaka kwenda naye malishoni huko kulisha wanyama hao wetu. Tutaka kwenda naye, kile tukitaka kwenda naye wamkataza, kila wakitaka kwenda naye tutakwenda naye wamzuia. Baba, mbona hutuamini sisi? Mbona huna imani na sisi? Unaona watoto? Na pale wasema baba yao nani? Anapenda Yusuf na ndugu yake. Sasa baba yao sasa tena kosa nyingine, hana imani. Dawa. Na unaona watoto? Tungai alaka hivi. Manaka, mbona baba wewe una nini wewe baba? Mbona wewe la ta'manna, hutuamini sisi ala Yusuf, ndio huyu Yusuf. Wa inna, na kabla shaka sisi ndugu za Yusuf, lahu kwa huyu Yusuf lanasihun, sisi tu wenye kutaka nasaha, wenye kutaka ihsani, wema, tutafanya wema kwa Yusuf, kila namna ya wema. Sisi hatuna mabaya na Yusuf, ile wema tu ndio tunataka. Sasa watoto hao wa kweli, watoto hao wa kweli si wa kweli, hawakufanya meeting. Wamesema na Yusuf wa ahabu ila abina minna, Yusuf ni mwenye kupenda sana. Sasa hao ndio wenye kumpenda mtu? Hapana. Sasa wamesema kwa baba yao namna hiyo, wa inna lanasihun lahu lana, sisi tu wenye kupenda kufanya ihsani kwake Yusuf, wema kwa Yusuf. Sasa jambo lililoko baba, arsiluhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Baba, ombi tunaloweka mbele yako, ombi tunalokuomba wewe baba, arsiluhu ma'ana, mtume kesho nasi, ghadan, kesho mtume na sisi. Twende naye wapi? Kule malishoni, tunakwenda kulisha wanyama. Tukienda huko yarta, atakuwa yu mwenye kula matunda kwa furaha, yu mwenye kucheza,
kule Yarta, wayalab, na huko malishoni atakuwa ni mwenye kucheza cheza kwa sisi tu wengi. Wa inna lahu lahafidhun, wa inna na kabla shaka sisi lahu, kwa huyu Yusuf tutakuwa lahafidhun, wenye kumlinda, wenye kumchunga. Wa kweli hawa watoto warongo ndio mkae watoto wenu watadanganya. Mazingatio ndio kile wale alikata fikra kwa kugita gente tayari tatusu watu bikenya kutaima tatusa bobo alafu tuseme mtoto wangu alidanganya subutu wewe, wacha roho yako. Mzazi gani asidanganywa? Arsilu mana, umtume huyu Yusuf pamoja na sisi kana kesho Yarta, kule malishoni atakuwa akila tu matunda yale yaliyoko kule mashambani na nini, wayalab, na akicheza. Wa inna lahu lahafidhun, na sisi tuko bila shaka tutamchunga, tutamlinda, tutamhifadhi. Baba masikini huyo, tazameni majibu yake. Amesema baba, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b wa antum anhu ghafilun. Qala, kasema nani? Baba. Lakini hicho asikasema kabla shaka mimi hapo la yahzuni, inanihuzunisha sana, itanihuzunisha sana antadhabu bi, nyinyi kwenda na huyu Yusuf. Itanihuzunisha sana nyinyi kwenda na Yusuf, itanihuzunisha sana nyinyi kwenda na nani? Na Yusuf malishoni. Itanihuzunisha sana nyinyi kwenda na Yusuf malishoni. Wa akhafu, na mimi ninachelea, na mimi ninaogopa an yakula hutepu, mbwa mwitu kumla, naogopa mbwa mwitu kumla. Wa antum anhu ghafilun, na hali nyinyi mtakuwa mmegafilika naye. Mara kwa malishoni pale ili wacheza cheza warukaruka, uende mbwa mwitu akaja akamnyakua akamtorocha, na nyinyi hali ya kuwa mmegafilika naye. Qala, au watoto wanasema tena kumwambia nani? Baba yao. Qalu, wamesema la in akalahu dhi'bu wa nahnu usba inna idhan la khasirun. Wamesema watoto, ewe baba, la in akalahu dhi'bu, umbwa mwitu akimla. La in akalahu dhi'bu, umbwa mwitu akimla. Wa nahnu usba, na sisi tu usba, wengine tumepita kwa nyuma wengi. Jazakumullah khair. La in umbwa mwitu mmoja aje amshike na sisi tu wengi. Unaona fikira yao, fikira bado iko kwenye nini? Majority, wengi. Mbwa mwitu mmoja aje amle, wanano usba, na sisi tu nini? Tu wengi. Ikiwa mbwa mwitu mmoja amekuja kumla, wanano usba, na sisi tu wengi, inna idhan la khasirun, pindi hapo tutakuwa sisi tu wenye hasara kubwa. Tutakuwa wengi wasio na manufaa, tutakuwa wengi wasio na nini? Manufaa. Mbwa mwitu mmoja tukaje katunyang'anyia ndugu yetu, na sisi tuko sipo, tutakuwa ni watu wasio na nini? Na manufaa. Tutakuwa ni watu idhan la khasirun, tutakuwa watu wenye hasara. Hivyo